Speaker ndio anaongea baada ya kuweza zote ambazo naweza kuzitolea taarifa, lakini kwa hapa ambapo mimi nimepigia kura kuna vituo kadhaa hapa. Hiki kituo nilichopigia kura ni kimoja wapo, na naona watu wengi tu wameshapiga kura na wengine nimepishana nao wakati wakitoka hapa. Na sasa hivi mimi nimepiga kura, nilikuwa sehemu ya foleni ya watu wanaopiga kura. Kwa hiyo watu wako wengi sana hapa, na nikiangalia upande wangu wa kulia hapo kuna wengine wako kwenye foleni wanapiga kura. Kwa hiyo nitoe wito kwa Watanzania wenzangu, asubuhi mapema hii tujitokeze, twende tukapige kura, twende tukapige kura kwa viongozi ambao tunaamini katika miaka 5 ijayo watatuletea maendeleo, watatuletea ustawi, watatuletea amani, watatuletea utulivu wa Watanzania kujiletea maendeleo sisi wenyewe. Kwa hiyo nitoe wito wote twende huko. Lakini kwa habari ya kujitokeza watu, mimi kama mgombea wa ubunge jimbo hili la Uyole, ninaamini kwamba Uyole tutaongoza kwa idadi ya watu watakao kuwa wamejitokeza kwenye vituo vya kupigia kura, kwa sababu tumehamasishana sana, tumejihamasisha wenyewe, na kama waandishi wa habari mlivyopata kuona hapa, kwa kweli watu waliojitokeza ni wengi sana, na hiki ni kituo kimoja, tunaelekea kwenye vituo vingine. Hii yote inaonyesha kwamba upigaji wa kura unaendelea vizuri kwa amani na utulivu, na hakuna hapa mtu yeyote anayemtisha yeyote, hakuna kwa kweli. Kwa hiyo ni waombe Watanzania wote pengine waliokuwa na hofu hii na hile, sasa wajitokeze kwa wingi kabisa, wakatumie haki yao ya kikatiba kupiga kura kwa viongozi wanaowataka, kupiga kura kwa wawakilishi kwa upande wa mbunge na diwani, lakini kumpigia kura kiongozi mkubwa kabisa wa nchi yetu ya Tanzania atakayetubeba kwa miaka 5 ijayo inshallah. No. Lakini mheshimiwa, pamoja na yote sasa, kulikuwa kuna hali ambayo umesema kwamba hali ni shwari, lakini kulikuwa na magari yanapita kila mahali kule mikifaki kule mtaani, pengine sio kwamba labda ni sehemu ya hofu ambayo inaongezea Tanzania, na wao umesema kwamba hali ni shwari. Labda unaweza kutumia nafasi hii kuambia wapiga kura waitumie fursa hii kuja kupiga kura baada ya kufanya magari. Sawa, sasa labda nitoe ufafanuzi kidogo kwa ajili ya kuondoa hofu wananchi. Yale magari yaliyokuwa yanapita, lakini pia viongozi wetu wa upande wa ulinzi na usalama, ilikuwa ni kuonesha kwamba kama nchi yetu tuko tayari kwa kweli kwa kuhakikisha wananchi wanapiga kura kwa amani. Haikuwa na lengo la kuonyesha kwamba basi mtu akijitokeza atakutana na hii gari ama gari itambeba ama gari itampeleka wapi. Hapana, ilikuwa ni kwa ajili ya kuwaondoa hofu badala ya kuwatia hofu wa Tanzania, ili wajitokeze, wasiogope ikiwa kutatokea kitisho chochote, kwamba wao wako tayari kwa ajili ya kujishughulisha na hicho kitisho. Lakini kwa namna hali ilivyo, kama tunavyoona kwa hapa tulipo, hakuna gari inaonekana mahali popote. Maana yake ni kwamba ilikuwa ni kuwaonesha Watanzania kwamba kwa kweli msiwe na wasiwasi. Vyombo vya ulinzi na usalama viko tayari kwa ajili ya kuhakikisha ulinzi wenu, usalama wenu. Lakini sasa unaona leo ni siku ya kupiga kura na kuna utulivu, wala hayo magari hayako yanakozunguka popote. Kwa hivyo ilikuwa ni kumtoa hofu Mtanzania kuliko kumtia hofu. Kwa hiyo ni watoe hofu wa Tanzania ambao pengine waliyaona, sasa wanahisi kwamba sasa labda nikitoka nitakutana nayo hii gari. Hapana, gari itajitokeza tu pale ambapo kutatokea changamoto. Ndio maana sasa hivi hayaonekani huku mtaani, mambo yote yanaenda vizuri kabisa. Asante. Naam, mtazamaji wa TBC, kama mlivyoweza kusikia, huyo alikuwa ni spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mmeweza kumsikia yote aliyoweza kuzungumza, na ameshiriki katika kupiga kura ile eneo la Tambukareli. Mimi sina la ziada, narudisha matangazo hapo studio. Amini mgeni, narudisha matangazo kwako. Nadhani unasikia Amini. Na kupata vizuri Adolf Mbata kutoka hapo Mbeya, na asante kwa kutupa taarifa kwamba Mbeya wameamka vizuri na demokrasia inachukua mkondo wake. Sisi ni TBC, kazi yetu ni moja, kukupitisha katika kila kona ya nchi kwa kupata tafsiri muhimu ya zoezi la demokrasia. Mmoja kati ya waliozungumza punde hivi amezungumza kwamba msiwe na wasiwasi, magari yanaonekana ya jeshi la polisi, kazi yake ni moja tu, kukupa uhakika kwamba nchi iko salama na walinda amani wako sawa, na kuhakikisha kwamba wewe unafanya jukumu lako bila kusumbuliwa na mtu yoyote. Ni kazi ya jeshi la polisi na sheria inawataka hivyo, kuhakikisha kwamba wameimarisha ulinzi kila mahali na mambo yote yako sawa.
Wito wake ni upande wa pili ni moja tu, kwamba mwananchi jitokeze na nenda kapige kura na katimize demokrasia, moja kati ya takwa muhimu. Na ikumbuke kwamba leo ni siku ya kupiga kura na sera zote zilimalizika hapo jana. Leo kazi ni moja tu, ya wananchi kujitokeza na kuamua, na demokrasia inachukua mkondo wake hii leo. Na mwongozaji wangu ataniambia wapi katika kila kona ya nchi tutakwenda, na nikuambie tu tuko katika kila kona ya nchi, kuanzia kusini mwa nchi Mtwara, kaskazini magharibi tupo, pande zote tupo, na tunakupa taswira ya zoezi. Hivi sasa zoezi la kupiga kura lingali linaendelea. Wito sasa ni mmoja tu, kwamba mimi nimepiga, sasa na wewe ni zamu yako. Nilikukumbusha hapo awali, wapiga kura takribani milioni 37,600,000 na ziada hivi hii leo wanafanya maamuzi. Kati ya hawa 50% ya wapiga kura ni wanawake, 49% ni wanaume. Na hii leo wabunge kutoka katika majimbo 272 wanachaguliwa hii leo. Na kwa upande wa Jamhuri ya Muungano, kwa upande wa Tanzania bara, watachaguliwa wabunge 222. Kwa upande wa Zanzibar majimbo 50. Leo navyozungumza hivi sasa kura zinatosha kwa baadhi ya watu. Hapo baadaye matokeo yatatoka, tutafahamu nani mbunge, nani diwani, na baadaye Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika eneo lililopangwa ambapo sisi tumepiga kambi, tutakuambia tume watatangaza nani baada ya kura kutosha, kukupa tafsiri ya kile ambacho mwananchi umeamua, nani ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni zoezi la demokrasia, na huu ni uchaguzi wa 7 tangu Tanzania ilipoamua kushika mkondo wa vyama vingi. Na kukumbusha, kwa sababu wengine wanaopiga kura safari hii kwa mara ya kwanza wamezaliwa miaka hii inayoendelea, kuanzia 2000 inayoendelea, na jina maarufu sana ni GNZ. Na kokote tutakapopita tutaongea pia na watu ambao kwa mara ya kwanza wamepiga kura, GNZ, kizazi kipya cha Tanzania. Lakini nikuambie tu taarifa zetu tangu awali, tumepita katika maeneo tofauti, hali ni shwari mno, Tanzania iko tulivu, na ukifika unajiuliza tu kuna nini. Lakini leo ni siku ya kupiga kura. Watanzania waliokuwa na sifa ya kupiga kura takribani milioni 37,600,000 na ziada hivi leo wanaamua. Na TBC tunakupa matangazo kutoka katika maeneo tofauti. Tumepiga kambi hapa Chamwino, Ikulu, kituo ambacho mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan anataraji kupiga kura hapa. Tutakuletea matangazo haya mubashara. Na kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais atakoma kuwa rais katika kipindi hiki pale ambapo ataapa rais mwingine. Kwa hiyo katika matokeo yatakavyotoka na mpaka pale kwenye kuapisha rais mwingine atakavyoapa, hivyo ndivyo ishara kwamba rais mwingine aliyoko madarakani anakabidhi na anamruhusu rais mwingine kuingia kuiongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na huu ni uchaguzi wa 7 tangu mfumo wa vyama vingi. Nikikupitisha tu nani alishinda katika chaguzi hizi 7. Uchaguzi wa 1995 ukiwa wa kwanza, nilikukumbusha hapo, Benjamin William Mkapa, kura zilitosha. Ulikuwa ni uchaguzi wa kwanza wenye ushindani mno. Nikukumbushe nani alikuwa mshindani wake, alikuwa naye ni hayati Augustine Lyatonga Mrema kutoka chama cha NCCR Mageuzi. Demokrasia ya pili ya vyama vingi ya uchaguzi ilikuwa ni mwaka 2000, lakini kura zikatosha tena kwa Benjamin Mkapa kutoka Chama cha Mapinduzi, akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hiyo ikiwa ni ungo yake ya pili. Lakini uchaguzi mwingine ama demokrasia ya tatu ya vyama vingi ilikuwa ni mwaka 2005. Hapo Jakaya Mrisho Kikwete aliubuka na kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Demokrasia nyingine ilikuwa ni mwaka 2010 ambapo kwa mara ya pili ikawa ni mara ya pili ya Jakaya Mrisho Kikwete, kura zilitosha, akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ikama ya awamu ikawa awamu ya 4. Na nitaendelea nikikupa haya yanayoendelea. Tumebakiza awamu nyingine, nitakwambia 2010 ilikuwaje, 2015 mpaka sasa 2025. Sasa nilikuambia tunakupa taswira katika maeneo mengine ya nchi. Sasa ni zamu ya Zanzibar. Fatuma Matulanga, tunarejea kwako Zanzibar, mambo yakoje?